Sikilizeni neno lake, anapenda kutubariki, atuita njooni. Kweli tutaona furaha tukifika kwenye raha kuu, tukisafishwa mioyo yetu na Yesu Mwokozi. Njooni kwa Yesu, fuateni, peni mioyo, itikeni, kweli ni Bwana, ni kingalo. Kweli tutaona furaha tukifika kwenye raha kuu, tukisafisha mioyo yetu na Yesu Mwokozi. Wapendwa katika Bwana, niwakaribishe wote katika ibada hii ya leo, siku ya Bwana ya kwanza baada ya Pasaka. Ujumbe unasema Yesu ajifunua kwetu. Tuanze ibada hii kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Njooni kwa na Yesu Mwokozi. Tushirikiane pamoja kusoma Zaburi ya siku ya Bwana leo. Zaburi sura ya 81 mstari wa kwanza hadi ule wa 7. Zaburi sura ile ya 81 mstari wa kwanza hadi ule wa 7. Tutasoma kwa kupokezana. Mwimbieni Mungu nguvu zetu, nyimbo za furaha. Mshangilieni Mungu wa Yakobo. Pigeni panda mwandamo mwa mwezi, wakati wa mbalamwezi, sikukuu yetu.
aliamuru iwe ushuhuda katika Yusufu alipoondoka juu ya nchi ya Misri. Maneno yake nisiyemjua naliyasikia. Tusome pamoja mstari wa 7. Katika shida uliniita nikakuokoa. Nalikuitikia katika sitara ya radi. Nalikujaribu penye maji ya Meriba. Amen. Tuombe. Mungu wa neema, umetupa akili ili tukujue wewe, mioyo ili tukupende wewe, na sauti ili tuimbe sifa zako. Tuomba utujaze na Roho Mtakatifu wako ili tuweze kuadhimisha utukufu wako na kukuabudu katika roho na kweli. Kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Bwana Mungu wetu yuko hapa, yupo pamoja nasi. Tumsujudie, tumche, tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika mbele ya uso wa Mungu kumtukuza kwa ajili ya neema yake na uaminifu wake, kusikia neno lake takatifu na kuomba ahuishe roho na miili yetu, kwa kuwa Mungu ni mtakatifu na sisi tu wenye dhambi. Hivyo basi na tumungamie Mungu dhambi zetu katika roho ya toba na imani, tukimwomba msamaha wa dhambi, lile ungamo la kwanza. Tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba wa rehema, mimi niliye maskini na dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi, na ungama mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Nimeukasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako hapa duniani na hata milele. Lakini nazijutia dhambi zangu na kutubu kweli, na kusihi kwa rehema yako iliyokuu unihurumie na kuniokoa mimi niliye maskini na mwenye dhambi. Bwana, unisamehe dhambi zangu zote, unipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako, nishike menondo mpya. Amen. Mungu mwenyezi na mwenye rehema, kwa neema yake alimtoa Kristo kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa ajili yake natangaza kwamba dhambi zako zimesamehewa, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa kushangilia msamaha wa dhambi, tutaimba antifona Zaburi ule ukurasa wa 288. Ukurasa wa 288. Haleluya, Bwana amefufuka. Haleluya. Sauti ya furaha na wokovu imo hemani mwa wenye haki. Mkono wa kuume wa Bwana umetukuzwa. Sitakufa bali nitaishi. Jiwe walilolikata waashi, neno hili limetoka kwa Bwana. Siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa na siku zote na hata milele na milele. Amen.
Tumwombe Bwana katika amani. E Bwana, tunaomba amani ya ulimwengu wote na umoja wa kanisa la Mungu. E Bwana, tunaombea wote wanaingia nyumbani mwako, wanaokuabudu na kukusifu. E Mungu, utusaidie, utuokoe, utuhurumie na kutuhifadhi kwa neema yako. Utukufu ni wa Mungu juu mbinguni. Duniani kwa watu aliowaridhia. Mungu atukuzwe pekee. Shukrani zitolewe sababu ya rehema kuu aliyotutendea. Mungu atupenda sana, sababu hii ametupa kutengemana vema. Bwana akae nanyi. Leo ni siku ya Bwana ya kwanza baada ya Pasaka. Neno kuu, Yesu ajifunua kwetu. Aya siku inasema, ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili, ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Tuombe. Mwenyezi Mungu, uliyemfufua mwanao kutoka katika wafu, utujalie kwa rehema yako sisi tuliozaliwa mara ya pili kuenenda katika maisha mapya, kwa yeye Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Sikilizeni neno la Mungu la siku ya Bwana leo kama lilivyoandikwa kutoka kitabu kile cha Warumi sura ile ya kwanza mstari wa kwanza hadi ule wa 7. Sikilizeni neno la Mungu la siku ya Bwana leo kama lilivyoandikwa kutoka kitabu cha Warumi ile sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi ule wa 7. Soma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri Injili ya Mungu, ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa wanaye, aliyekuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili, na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye katika yeye tulipokea neema na utume, ili mataifa yote wapate kujitiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake, ambao katika hao ninyi mmekuwa wateule wa Yesu Kristo. Kwa wote walioko Rumi, wapendwao na Mungu, walioitwa kuwa watakatifu, neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na hili ndilo neno la Bwana Mungu wetu. Sikilizeni tena neno la Mungu kama lilivyoandikwa kutoka kitabu cha Luka mtakatifu sura ile ya 24
mstari wa 13 hadi ule wa 35. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa kutoka kitabu cha Luka mtakatifu sura ile ya 24 mstari wa 13 hadi ule wa 35. Karibu. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Natazama siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja, jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao. Macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao, jina lake Kleopa, akawaambia, je, wewe peke yako umgeni katika Yerusalemu, hata huyajui yaliyotukia humo siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote, tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakaye wakomboa Israeli. Zaidi ya haya yote, leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushtusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasiuone mwili wake, wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hakuwaona. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakikaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi, kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani ya kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitwaa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwa ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Wakaondoka saa ile ile wakarejea Yerusalemu, wakawakuta wale 11 wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao, wakisema, Bwana amefufuka kweli kweli, naye amemtokea Simon. Nao waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi alivyotambulikana nao katika kuumega mkate. Amen. Na hilo ndilo neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Tukiri pamoja imani yetu ya Kristo inayotuunganisha sisi na Kristo wote ulimwenguni, ile imani ya mitume. Tukiri tukisema, mimi Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi. Muamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, shuka kuzimu, siku ya 3 kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Toka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kristo, hilo moja tu, shirika watakatifu, ondoleo la dhambi, kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Washirika, tuendelee kusimama.
Wapendwa sharika, Bwana Yesu asifiwe. Nilete kwenu sasa na kwetu tanzia 4 za wenzetu ambao wameondokewa na ndugu zao wa karibu. Tuna tanzia 4 hapa. Tanzia ya kwanza, mzee wa kanisa wa Jumuiya ya Tumaini Majengo Mere Kimaro amefiwa na mjukuu wake hapa Kahama, na mazishi yamefanyika hapa Kahama. Tanzia ya pili, Mkristo mwenzetu Lucy Odoka wa Jumuiya Beneza A amefiwa na mjukuu wake huko Dar es Salaam, na mazishi yamefanyika hapa Kahama. Tanzia ya tatu, mzee wa kanisa wa Jumuiya ya Beneza C mzee Julius Lukumai amefiwa na mama mkwe wake huko Arusha. Mazishi yatafanyika huko Arusha. Tanzia ya 4, mzee wa kanisa wa Jumuiya ya Upendo Raheli Show amefiwa na dada yake Kongo, na mazishi yatafanyika siku ya Jumatano huko Kongo DRC. Tunapokwenda mbele za Mungu, tutaimba wimbo namba 157 fungu la kwanza tu, na baada hapo tutafanya maombi. Jinini mbinguni hakuna mabaya na shida, waongofu wengi wamejaa, wanao sifu mwana kondoo. Mbinguni nini kwa Mungu, mbinguni kwa Mungu ndiyo mji wa kutupendeza. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mwema, uliyemleta mwanao Yesu Kristo ulimwenguni na akaonyesha ushindi kwa njia ya kufufuka, tunawasogeza mbele zako watumishi wako wote ambao wamepata misiba tuliosikia habari zao asubuhi ya leo. Tunakuomba Mungu wetu uliye mwema, unyoshe mkono wako Bwana, uwafariji, uwatie moyo, uwatie nguvu. Endelea kusema nao kwa Roho wako Mtakatifu na kuwasaidia kwamba kifo sio mwisho wa maisha yetu. Umetufungulia mlango wa neema baada ya kifo. Tunawakabidhi kwako, watunze, walinde, uendelee kuwapa afya njema na amani, zaidi sana kuwafariji. Nasi sote ututie moyo, macho yetu ya kuangalia Bwana uliye uzima wetu, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen. Kanisa, naomba tuketi sasa. Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Habari za ufufuko wa Yesu Jumapili iliyopita. Tumshangilie ni Bwana Yesu basi kwa ajili ya baraka zake. Kwa wengine Jumatatu hawakuweza kufika, lakini walifika Jumapili. Ni yalete kwenu matoleo siku ya leo kama ifuatavyo. Ya tarehe 27 ya mwezi wa 4 ya mwaka 2025, ikiwa ni mwisho wa mwezi wa 4, matoleo yetu yatakuwa aina 3 za matoleo siku hii ya leo. Toleo letu la kwanza itakuwa shukrani ya fungu la 10 na malimbuko, shukrani ya sadaka za siri na naziri, shukrani ya pekee. Na katikati yetu kuna wenzetu waliofiwa na mazishi yalifanyika jana, wanahitaji kumshukuru Mungu siku ya leo. Wale ambao watakuwa na mshukuru Mungu watakuwa mbele hapa, lakini wengine tutakuwa nyuma. Na shukrani ya wiki. Toleo letu la pili itakuwa bahasha zetu zote, ahadi, jengo, utumishi daosisi, kutunza watumishi usharika wetu. Na toleo letu la tatu
itakuwa uinjilisti nchi za nje. Itakuwa uinjilisti nchi za nje. Leta tena kwenu toleo leo kama ifuatavyo. Ya tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 takuwa na matoleo aina 3 za matoleo siku hii ya leo. Toleo letu la kwanza itakuwa shukrani ya fungu la 10 na malimbuko, sadaka za siri na naziri, shukrani ya pekee. Kini miongoni mwetu wako waliofiwa wanahitaji pia kumshukuru Mungu kwenye ibada yetu hii ya kwanza, na wao watakuwa huko mbele, lakini wengine watakuwa nyuma kwa ajili ya shukrani ya pekee. Pia takuwa na shukrani ya wiki kwa Wakristo wote. Toleo letu la pili itakuwa bahasha zetu zote, ahadi, jengo, utumishi daosisi, kutunza watumishi usharika wetu. Na toleo letu la tatu itakuwa uinjilisti nchi za nje. Toleo hili la tatu tutatoa mara baada ya mahubiri mwishoni, lakini matoleo mawili haya yanayofuata tutayatoa mahali hapa hapa. Tunapokwenda mbele za Mungu, wazee wakigawa bahasha zetu, tutaimba wimbo namba 111, siku ya furaha. Siku ya furaha, Yesu Kristo afufuka. Taongozwa na wapendwa wetu praise team, wimbo namba 111. Naomba wazee tutagawa bahasha mbalimbali kwa wanaohitaji kutumia. Kwa na changamoto basi onana na viongozi, onana na wazee wa kanisa ili uweze kutatua changamoto hiyo. Na tunasisitiza tena bahasha zetu tuendelee kutumia bahasha zetu kama kawaida. Mkristo lazima atumie bahasha. Kwa naomba tufanye zoezi hilo. Karibu praise kwa wimbo namba 111. Siku ya furaha, siku ya uzima, Yesu Kristo afufuka. Watu kifungoni wamefunguliwa, furahini, furahini wa Kristo. Watu kifungoni wamefunguliwa, furahini, furahini wa Kristo. Siku ya uzima, Yesu Kristo afufuka. Kufa kumeshindwa, uzima tayari, furahini, furahini wa Kristo. Kufa kumeshindwa, uzima tayari, furahini, furahini wa Kristo. Siku ya furaha, siku ya uzima, Yesu Kristo afufuka. Nguvu twapokea, kufuata sasa, furahini, furahini wa Kristo. twapokea, kufuata sasa, Furahini wa Kristo. Kanisa tusimame. Neno linalotuongoza katika matoleo yetu ya siku ya leo
neno la Mungu kutoka kitabu cha Zaburi mlango ule wa 115. Tutasoma mstari ule wa 12 peke yake. Zaburi mlango wa 115 tutasoma mstari ule wa 12. Neno la Mungu unatuongoza katika matoleo yetu ya siku ya leo. Neno la Mungu kutoka kitabu cha Zaburi mlango ule wa 115 mstari wa 12. Nitasoma mstari ule moja peke yake. Bwana ametufanikisha naye ametubariki sisi. Amebariki milango ya Haruni. Amen. Tuombe. Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, Baba wa rehema, Bwana wetu, asante kwa kuwa ni Mungu unayetupenda. Asante kwa kuwa ni Mungu ambaye upo pamoja nasi, hautatuacha kabisa wala hutatupungukia. Nawe Yesu tujalie na baraka. Asante kwa kuwa unasikia maombi yetu haya. Nawe Baba utatenda sasa na mapenzi yako. Na kusogea mbele za madhabahu yako asubuhi ya leo. Watoto wako watakuja madhabahuni pako kuleta shukrani zao, kuleta matoleo mbalimbali ambao Bwana Yesu umewagusa ndani ya mioyo yao. Umebariki na kazi zao na biashara zao. Na sasa watasogea kwenye madhabahu hii kusema asante Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ukabariki kazi zao, ukabariki biashara zao, ukabariki mipango yao, ukabariki hata mashamba yao, ukabariki hata mifugo yao, ukabariki hata vyombo vyao vya usafirishaji. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, endelea kujifunua kwao, endelea kudhihirisha Bwana hata kwa ajili ya siku ya leo. Baba, wabariki watoto wako na waweka mikononi mwako. Na kusihi Bwana uwe pamoja nao. Usimwache hata mmoja, usimpungukie. Na Yesu ukamjalie neema na baraka. Yote yatendeke kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tuseme nini Mungu atuala kusema zaidi ya kukushukuru tu Mungu wa kweli. Nami nawaweka mikononi mwako Bwana Yesu. Bariki kazi zao, bariki biashara zao. Na umesema mkiitii sauti yangu na mkasikia maagizo yangu, hakika mimi nitakuwa pamoja nanyi. Wabariki watoto wako hawa. Uwalinde, watunze Yesu Kristo, wala wasiwapungukie. Maana wanakutolea katika roho ya kweli, katika roho ya kupenda, kwa moyo wa shukrani, na wanatoa vitu vyao vya thamani. Yesu Kristo maana Mungu aliye hai, endelea kujifunua kwao, endelea kudhihirisha kwao. Wako wengine Bwana Yesu wanahitaji asubuhi ya leo watukutolee sadaka iliyo njema, watoe sadaka iliyo hai, watoe sadaka kupendeza Mungu. Wanahitaji waongeze maduka yao, waweze kupanua viwanja vyao, nyumba zao, waweze kuongeza hata vyombo vyao vya usafirishaji, waweze kuongeza hata mifugo yao. Bwana Mungu nakusihi uwe pamoja nao. Walinde, watunze Yesu, wala wasiwapungukie. Wape neema na baraka. Yote yatendeke kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Baba wa rehema, Bwana wetu, peke yako tu unastahili sifa, peke yako unastahili kuabudiwa. Watasogea kwenye madhabahu hii, wataleta shukrani ya fungu la 10 na malimbuko. Mungu kawabariki, Mungu kawaimarishe, Mungu kawe pamoja nao. Tena wataleta sadaka za nadhiri na sadaka za siri. Bwana endelea kujifunua kwao, endelea kuwatunza na kuwapigania. Ni kweli Bwana wanakumbuka matendo makubwa ambaye Mungu umewatendea wiki nzima. Umekuwa pamoja nao, wala haujawaacha, wala haujawapungukia. Naendelea kuwatia nguvu, naendelea kuwaimarisha. Wataleta shukrani zao za pekee. Mungu nakusihi wabariki watoto wako, maana wanakushukuru kwa sababu wewe upo pamoja nao, wala hautawaacha, wala hautawapungukia. Wataleta pia shukrani ya wiki wakikumbuka matendo makubwa ambaye Bwana Yesu unaendelea kuwatendea tangu siku ya Jumapili iliyopita hadi siku hii ya leo. Bwana umekuwa pamoja nao, mkono wako Bwana umekuwa juu yao, wala hautawaacha kabisa. Taendelea kuwabariki, taendelea kuwaimarisha. Wataleta shukrani zao, wataleta sadaka zao, wataleta ahadi, wataleta jengo, wataleta utumishi dao sisi, wataleta kutunza watumishi usharika wetu. Baba, naomba upokee sadaka zao, pokea ahadi, pokea jengo, pokea utumishi, pokea sadaka kutunza watumishi. Ibarikiwe na wewe Bwana, iongozwe na wewe Baba, katika jina la Yesu Nazareti. Watasogea tena madhabahuni pako kusema asante Mungu. Wataleta shukrani ya pekee kwa Wakristo wote, yani watakushukuru Mungu kwa matendo makubwa. Wataonekana Bwana wewe pamoja nao. Wataleta pia shukrani ya uinjilisti nchi za nje, maana peke yako Bwana unastahili sifa. Neno lako Bwana likawe taa ya miguu yetu, neno lako likawe mwanga. Neno hili Bwana likafanyike baraka. Toto wako waende kuhubiri hata kule nje nchi kwa ajili ya ukuu wako. Sadaka yao ipokee, sadaka ya uinjilisti nchi za nje. Bwana Yesu naiweka mikononi mwako.
naifunika kwa damu yako. Walinde watoto wako hawa, na mnawekea ulinzi kila mahali, kila eneo. Mungu ukawabarikie, Mungu ukawaonekanie, na mkemea yule adui alaye nafaka zao, na mnyamazisha kuzimu, na msambaratisha katika jina la Yesu Kristo Nazareti, na kwa damu yake thamani, ile damu iliyomwagika pale msalabani, ile damu iliyomwagika pale Golgotha, damu inayoosha, damu inayotakasa. Baba nakusihi, utulinde, ututunze. Wewe adui unyamaze kimya, huna fungu lolote wala sehemu yoyote juu ya matoleo siku ya leo, maana watoto wako wataingia nyumbani mwako, watakuja kukushukuru Mungu. Ninaikataa ile roho ya kusita, na inyamaze kimya kuzimu, ishindwe na ikanyamaze kimya katika jina la Yesu Kristo Nazareti, na kwa damu yake thamani. Baba, watakuja madhabahuni pako, wabariki, walinde watoto wako. Bariki baba yule, umlinde Bwana Yesu. Bariki mama yule, umlinde, umtunze, mpiganie. Bariki vijana wetu, mabinti zetu wa kike na wa kiume, uwe pamoja nao. Bariki na watoto wetu wa kike na wa kiume, uwalinde, watunze Bwana Yesu, maana watakutolea katika roho na kweli. Asante Jehova, asante Rama Shama Shadai, asante uliye ngao yetu. Ile roho ya kusita na inyamazisha kuzimu, ishindwe na ikanyamaze kimya katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninaachilia baraka zako Bwana, naachilia baraka zako Bwana. Uwabariki watoto wako, walinde, watunze. Tunakushukuru Mungu asubuhi ya leo, maana wewe umesema tukushukuru. Sisi ni nani hatuwezi kusema lolote, bali sifa na utukufu ni zako. Napoenda kuanza matoleo yetu siku ya leo na ibada yetu ambayo iko mbele zako, Yesu, tunahitaji tuanze na wewe na tuweze kumaliza nawe kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Pokeeni baraka zake Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana kuinue uso wake. Bwana wape amani yake ninyi nyote. Bwana wabariki, awalinde, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Kanisa, tuketi sasa. Niwakaribishe wale wote wanaomshukuru Mungu wao shukrani ya fungu la 10 na malimbuko. Karibuni kwenye madhabahu hii, shukrani ya fungu la 10 na malimbuko. Karibuni sana. Praise, karibu mtuongoze kwa wimbo. Ona aibu kukutaja, sitaona haya kukusifu kweli, sitaona aibu kukutaja. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana aangaze uso wa kufadhili, na Bwana ainue uso wake akupe amani, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mwenende kwa amani ya Bwana. Karibuni kwa shukrani hiyo. Sitaona haya kukusifu kweli, sitaona aibu kukutaja, sitaona haya kukusifu kweli, sitaona aibu kukutaja. Niwakaribishe wale wote wanamshukuru Mungu wao shukrani ya sadaka za siri na sadaka za naziri. Kumbuka kwamba Mungu amekutendea mambo makubwa. Karibuni kwenye madhabahu hii, sadaka za siri na sadaka za naziri. Karibuni sana. Sitaona haya kukusifu kweli, sitaona aibu kukutaja,
baraka za Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda, aangaze uso wake akufadhili, na Bwana ainue uso wake akupe amani, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Uende kwa amani ya Bwana. Karibu kwa shukrani hiyo. Sitaona haya kukusifu kweli, sitaona aibu kukutaja. Niwakaribishe wale wote wanayemshukuru Mungu wao. Shukrani ya pekee tukiongozwa na wapendwa wetu ambao wanahitaji kumshukuru Mungu siku ya leo. Pamoja na wengine wote tunawakaribisha kwenye madhabahu hii. Karibuni kwa shukrani ya pekee. Karibuni sana. Hey Yesu we, hey Yesu, nakupenda. Hey Yesu we, nakupenda. Umaria, hey Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, nakupenda. Umaria. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda, Bwana aangaze uso wake kufadhili, na Bwana ainue uso wake awapeni amani, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mwende kwa amani ya Bwana. Karibuni kwa shukrani hiyo. Amen. Nitendea. Amen. Nitendea. Amen. 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 Oh, amen. Nitendea. Huyu Yesu. Amen. Nitendea. Amen. Nitendea. Amen. 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 Oh, amen. Nitendea. Huyu Yesu. Amen. Nitendea. Amen. Nitendea. Niwakaribishe wale wote wanayemshukuru Mungu wao kwa ajili ya shukrani ya wiki. Karibuni kwenye madhabahu hii, shukrani ya wiki. Karibuni sana na Bwana wabariki. Praise tuwalete wanayemshukuru Mungu wao. Amen. Nitendea. Amen. Nitendea. Amen. 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 Oh, amen. Nitendea. Huyu Yesu. Amen. Nitendea. Amen. Nitendea. Amen. 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 Oh, amen. Nitendea. Huyu Yesu. Amen. Nitendea. Amen. Nitendea. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda, Bwana aangaze uso wake akufadhili, na Bwana ainue uso wake awapeni amani, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mwende kwa amani ya Bwana. Karibuni kwa shukrani hiyo ya wiki. Amen. Nitendea. Amen. Nitendea. Amen. Nitendea. Amen. Nitendea. Huyu Yesu. Amen. Nitendea. Amen. Nitendea. Amefanya. Amen. Nitendea. Amen. Nitendea. Huyu Yesu. Amen. Nitendea. Amen. Nitendea. Amen. Nitendea.
Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tuwashangilie wapendwa wetu praise team kwa makofi mengi. Asanteni sana sana. Asanteni, Mungu awabariki sana. Naomba sasa praise mchukue nafasi yenu mketi. Tunakwenda mbele za Mungu kumshukuru Mungu wetu asubuhi ya leo. Tutatoa shukrani ya wiki kwa Wakristo wale ambao wakufika madhabahuni pa Bwana, pengine walifika bado unahitaji pia kumshukuru Mungu. Karibu sana. Tutakuwa na shukrani ya wiki mahali hapa. Baada ya shukrani ya wiki tutatoa bahasha zetu zote. Kwa ya Msamaria, naomba mwe kwenye eneo lenu. Kwa ya Msamaria, mwe kwenye eneo lenu. Utaendelea kuimba. Endelea kuimba. Naomba mtatupa nyimbo zenu mbili. Taimba wimbo wa kwanza na wa pili. Wakati watakuwa wanaendelea kuimba, tutaendelea kutoa bahasha zetu zote hizi. Bahasha zetu ahadi, jengo, utumishi na kutunza watumishi usharika ziko mahali hapa. Kwa hiyo naomba utatoa sadaka hiyo. Naomba Msamaria mtatuongoza na mtatangulia kwenye shukrani ya wiki. Baada ya shukrani ya wiki tutatoa bahasha zetu zote. Naomba wazee wa kanisa tuzingatie ratiba hiyo. Aliyoko kule nyuma, kifika ule muda wainue wa Kristo wafike hapa, tutoe twende vizuri na muda wetu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tufanye hivyo vizuri, tufanye kwa utaratibu, kwa heshima zote, ili tujue kwamba tumeingia nyumbani mwa Bwana. Baada yetu iwe smart, baada ambayo imejaa utukufu wa Bwana. Karibuni kwa shukrani ya wiki. Hata kabla kwaya hajaanza kuimba, tuanze kutoa sisi shukrani ya wiki. Kimaliza bahasha zetu zote. Kwaya naomba sasa, karibuni mtatupa nyimbo mbili wakati tunatoa sadaka zetu. Mjitahidi kuwaonyesha Wakristo kwamba tunaingia toleo fulani. Karibuni sana. Amefufuka, vigelegele na shangwe watu, kashinda kifo. Shangilia ushindi, Yesu yu hai, amefufuka. Vigelegele na shangwe watu, kashinda kifo. Shangilia ushindi, Yesu yu hai. Amefufuka. Vigelegele na shangwe watu, kashinda kifo. Shangilia ushindi, Yesu yu hai, amefufuka. Vigelegele na shangwe watu, kashinda kifo. Shangilia ushindi, Yesu yu hai. Ni nani atatuondolea jiwe? Wale wa mama wakaulizana, ni nani atatuondolea jiwe?
wale wa mama wakaulizana, ili tumpake mafuta Bwana wetu, ni nani atatuondolea jiwe? Walibaki na mshangao mkubwa, walibaki na mshangao mkubwa. Malaika alikuwa ametangulia, akaliondoa jiwe kaliviringisha, ndipo Yesu alifufuka. Amefufuka, vigelegele na shangwe watu, kashinda kifo. Shangilia ushindi, Yesu yu hai, amefufuka. Vigelegele na shangwe watu, kashinda kifo. Shangilia ushindi, Yesu yu hai. Kule kuzimu Amechukua funguo za mauti, amefufuka Yesu mshindi. Kama alivyoshinda tutashinda, tushangilie Yesu yu hai. Amechukua funguo za mauti, amefufuka Yesu mshindi. Kama alivyoshinda tutashinda, tushangilie Yesu yu hai. Amechukua funguo za mauti, amefufuka Yesu mshindi. Kama alivyoshinda tutashinda, tushangilie Yesu yu hai. Alipoangikwa Yesu msalabani, Yesu alitupatia wokovu. Kwa kifo chake msalabani, alitupatia ushindi. Haleluya, asifiwe Bwana. Alipoangikwa Yesu msalabani, Yesu alitupatia wokovu. Kwa kifo chake msalabani, alitupatia ushindi.
Haleluya, asifiwe Bwana. Gharama aliilipa pale kwa kuteswa kwake Kalvari. Mwanadamu mimi nimepatanishwa na Mungu. Haleluya, asifiwe Bwana. Gharama aliilipa pale kwa kuteswa kwake Kalvari. Mwanadamu mimi nimepatanishwa na Mungu, niko huru kwa jina la Yesu. Msalaba umetupatia ushindi, tunashinda kwa jina la Yesu. Nguvu ya kaburi, uchungu wa mauti vimemezwa na Yesu. Ushindi, ushindi tunao. Msalaba umetupatia ushindi, tunashinda kwa jina la Yesu. Nguvu ya kaburi, uchungu wa mauti vimemezwa na Yesu. Ushindi, ushindi tunao. Awezekana ndugu unalia leo, matatizo shida zimekusonga. Futa machozi usilie, aliyeshinda kifo Yesu yuko hai, atakutetea. Hakuna jambo limshindalo Yesu, kwake yote yanawezekana. Futa machozi usilie, aliyeshinda kifo Yesu yuko hai, atakutetea. Walimumlaza hawakumkuta, walikuta kaburi li wazi. Ingawa waliajili walinzi, walikuta
walikuta kaburi li wazi, walimomlaza hawakumkuta, walikuta kaburi li wazi. Ingawa waliajiri walinzi, walikuta kaburi li wazi. Tarajio lao watesi wa Yesu ilikuwa wasimwone tena, na siku ya tatu mwanaume Yesu kawatokea amefufuka. Tarajio lao watesi wa Yesu ilikuwa wasimwone tena, na siku ya tatu mwanaume Yesu kawatokea amefufuka. Walimomlaza hawakumkuta, walikuta kaburi li wazi. Ingawa waliajiri walinzi, walikuta kaburi li wazi. Salaba, salaba, umetupatia ushindi. Tunashinda kwa jina la Yesu. Nguvu ya kaburi, uchungu wa mauti vimemezwa na Yesu. Ushindi, ushindi tunao. Salaba, salaba, umetupatia ushindi. Tunashinda kwa jina la Yesu. Nguvu ya kaburi, uchungu wa mauti vimemezwa na Yesu. Ushindi, ushindi tunao. Kwaya Msamaria, Mungu awabariki. Tuongeze makofi kwa ajili ya kwaya Msamaria. Asanteni sana, Bwana wabariki sana. Naomba sasa kanisa tusimame wote tukamsifu Mungu wetu. Tumemaliza kipindi cha Kwaresima cha mateso, ni kipindi cha furaha sasa. Praise, karibu mtupe wimbo watu wamsifu Mungu wao. Baada ya kumsifu Mungu wao, basi niye praise mtawaleta watoto wetu madhabahuni pa Bwana. Naomba tuzingatie ratiba hiyo, tufanye hivyo tuweze kumsifu Mungu wetu mara moja. Karibu tupate sifa. Baada ya sifa basi tuweze waleta watoto wetu. Praise mtawaleta watoto wetu mara baada ya sifa. Karibuni sana. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Haleluya, haleluya. Kama tunampenda Yesu basi tumshangilie kwa makofi mengi mengi. Unaweza, unaweza, unaweza mwana wa Mungu. Unaweza, unaweza, unaweza mwana wa Mungu. Bwana unaweza. Unaweza, unaweza, unaweza mwana wa Mungu. Bwana unaweza. Unaweza, unaweza,
makofi na vigelegele kwa Yesu. Pigia Yesu vigelegele vya shangwe. Makofi mengi kwa Bwana Yesu. Kanisa, ongeza makofi mengi. Asanteni sana. Naomba kanisa tuketi sasa. Praise, waleteni watoto wetu. Naomba watoto wote waje hapa ili waweze kupokea baraka za Bwana, waende darasani kujifunza kwa amani. Karibu praise, waleteni watoto wetu mahali hapa. Unaweza, unaweza. Unaweza
Pokeeni baraka za Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda, aangaze uso wake akufadhili, ainue uso wake akupe amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mkajifunze kwa amani na muende kwa amani ya Bwana. Praise, naomba mwatoe sasa vijana wetu waende kwa amani yake Bwana. Tangulia wa msalaba utangulie. Asante sana. Simuachi kamwe, simuachi kamwe, hata iweje. Simuachi kamwe, hata iweje. Simuachi kamwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru sana Mungu siku hii ya leo. Tumeweza kuwa na wageni wetu. Tuna mkuu wetu wa jimbo la Mashariki Maswa ambaye ndiye atakuwa mgeni wetu siku ya leo. Baada yetu hii ya kwanza, ibada ya pili na mchana pia jioni tutaendelea na evening glory mahali hapa. Kwa hiyo tutatangaza pia, tutawapa maelekezo pia. Lakini tunaomba pia leo jioni saa 10:30 tutaanza, na saa 11 kamili mtumishi atasimama, na saa 12:30 tutamaliza kwa siku ya leo. Lakini kesho asubuhi kama kawaida na jioni tutaendelea kama kawaida. Kwa hiyo niwaombe sana, nitarudia tena kusema tangazo hili baadaye, lakini naomba tuzingatie hivyo. Kwa hiyo tuna mgeni wetu mchungaji na mkuu wetu wa jimbo la Mashariki Maswa, na yeye atakapofika muda basi atasema neno. Pia amefuatana na mama, atamtambulisha pia mama. Kwa hiyo mchungaji, karibu sana baba, wapungie mkono sharika wako hawa. Asante sana, tutakuwa naye. Kwa hiyo ibada zote mbili tutakuwa pamoja naye, alifika jana. Na pia tunamshukuru Mungu kwa mtheolojia wetu sasa aliyekuwa masomoni amekuja kwa ajili ya likizo, tutakuwa pamoja naye. Kwa hiyo ndio maana umemwona hata leo tumemtumia. Kwa hiyo utaendelea kutumika pamoja naye. Karibu sasa nawe bwana, wapungie tu mkono. Tutakuwa pamoja naye. Asante sana. Asante sana. Basi niombe tunapoenda mbele za Mungu kutafakari neno la Mungu, tufungue mioyo yetu ili tuweze kumuungamia Bwana makosa yetu, aweze kutusafisha na kututakasa kwa ajili ya neno. Praise mtatuongoza na tuimbe kwa uchangamfu, maana Yesu amefufuka sasa, hayupo tena kwenye mateso, amefufuka, yu hai. Wimbo namba 110. Wimbo namba 110. Naomba tuimbe mafungu matatu ya kwanza tu. Tukianza fungu la kwanza tusimame ili mtumishi wa Mungu aweze kutuletea neno la Mungu. Fungu la kwanza, la pili, la tatu itakuwa ndio la mwisho, tutasimama wote. Wimbo namba 110. Haleluya, haleluya. Karibu mtuongoze kwa wimbo ule, tuimbe kwa furaha, tuimbe kwa uchangamfu kabisa ili tumtukuze Yesu Kristo aliyeshinda kifo na mauti. Haleluya, haleluya. Sauti na mioyo juu, tumwimbie Mungu nyimbo, tumsifu na furaha. Aliyemwaga damu ye kwa ulimwengu wote.
Wapendwa, kwa kuwa nimeombwa kufundisha uwakili hapa, tutatumia neno kutoka Luka 12 mstari wa 15 hadi wa 21 na Wakorintho wa kwanza mlango wa 4 1 hadi 2. Injili kama alivyoandika Luka mtakatifu sura ile ya 12 mstari wa 15 hadi wa 21, na waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 4 1 hadi 2. Nami nawatangulia kusoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Akawaambia, angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule unywe, ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Amen. Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 4 1 hadi 2 anasema, mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajika katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mwema, uliye chanzo cha yote katika dunia hii, tunakuja mbele zako wakati huu mzuri. Tunaomba utufundishe, useme nasi kupitia ujumbe huu. Sema na kila mtu kwa lugha nyepesi kabisa, akili yetu ipate kuelewa na maandiko, tuweze kujua njia zako, ya kuwa tu mawakili wako Bwana uliyetuweka duniani, tuweze kuishi kwa tahadhari na kutenda mapenzi yako. Kaa nasi, utusaidie na useme nasi, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Tukae tafadhali. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale wasionifahamu, naitwa mchungaji Damiano Makala Kishai. Nimefuatana na mke wangu anaitwa Esther. Naomba asimame apunge mkono pale alipo. Asante sana. Kama nilivyosema kwamba nimeombwa kuwa nanyi hapa kwa wiki nzima kwa kufundisha au kuhubiri mambo ya uwakili, na nimeona vema nianze kuweka msingi katika ibada hii. Bwana Yesu asifiwe. Kama una amani katika hilo, nipungie mkono namna hii, alafu mpigie Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya. Na wale mnaoandika, tutakuwa na mada inayosema uaminifu katika uwakili huongeza baraka katika maisha ya mtu. Uaminifu katika uwakili huongeza baraka katika maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wapendwa, niseme kwamba mada ya uwakili kimsingi ndiyo maisha ya Mkristo hasa. Mada ya uwakili ndiyo msingi au ndiyo uti wa mgongo wa maisha ya Mkristo kabisa. Kwa maana hakuna mtu asiyejua kwamba nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, na sisi wanadamu tumepewa tu na Mungu kutunza kwa niaba yake, lakini bado kuna kutoa hesabu baada ya maisha haya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niweke pointi chache asubuhi ya leo. Pointi ya kwanza, ni muhimu kujua kwamba vitu vyote tulivyo navyo chanzo chake ni Mungu. Mara nyingi hapa huwa tunatumia Zaburi ya 24 na tunaimba sana kwamba nchi na vyote tulivyo navyo ni mali ya Bwana. Kwa hiyo mwanadamu amekabidhiwa kama wakili, lakini
ni muhimu sana kushika neno moja, kwamba kwenye uwakili linahitajika neno moja tu, mtu awe mwaminifu. Hebu sema uaminifu. Sema tena uaminifu. Hapo ndio kwenye uzito hapo. Ametuambia Wakorintho kwamba mtu na atuhesabu ya kuwa tu watumishi wa Kristo. Kumbe uwakili ni utumishi. Sisi wote tulioumbwa kwa mfano wa Mungu ni mawakili wake, ni watumishi wake. Kwa hiyo pale kinachotakiwa ni kitu kimoja tu, uaminifu. Lakini nikaanza kuwaza uaminifu katika nini sasa? Na labda niseme kidogo, mwanadamu anatakiwa kama wakili aonyeshe uaminifu kwanza kabisa kwa yeye mwenyewe. Yaani wewe mwenyewe jinsi ulivyoumbwa na Mungu ni wakili wa wewe mwenyewe. Unapaswa ujichunge, unapaswa ujitunze, unapaswa uwe makini. Wewe mwenyewe utakuja kujitolea hesabu ya ulivyotumia mwili wako na maisha kwa ujumla. Lakini pili, awe mwaminifu kwa mali vitu ambazo Mungu anampa. Mali vitu ambazo Mungu anampa lazima awe mwaminifu. Lakini pia kwa vipawa alivyonavyo. Na la mwisho kwa leo ni kwa muda anaotumia. Wapendwa katika Bwana, tunaishi dunia moja, na wengine kijiji kimoja, wengine kanisa moja, na wengine mchungaji mmoja. Lakini hapa ni muhimu kujua kwamba kila mtu ameumbwa kwa jinsi yake, lakini kwa mfano wa Mungu, na amewekwa duniani ili awe wakili wa Mungu. Na nikasema kwenye uwakili pia kuna hatua hizi 4. Kuna kupokea, yani umepokea nini kwa Mungu wako. Lakini pia kuna unavyotunza, unatunzaje ulichopokea kwa Mungu. Lakini pia kuna kutumia, unatumiaje ambacho Mungu amekupa. Lakini pia kuna kutoa, unatoaje ambacho Mungu amekupa. Sasa usipojua haya, unaweza ukajikuta umemaliza safari ya duniani hapa, alafu ukajikuta umeingia jehanamu. Na mimi najua watu wengi sana hawapendi kuhubiriwa injili za jehanamu. Wanasema tunawatisha. Lakini kwa kweli tusipowafundisha watu, tukasema tu pokea upako, pokea fedha, lakini bila kujua kwamba kumbe kuna kupimwa kwenye kupokea, umepokeaje. Na watu wengine hata kwenye kupokea kuna mgogoro. Kweli Bwana akamuumba vizuri kabisa, lakini bado ni mtu wa kunungunika tu. Yani jinsi alivyo hajaridhika, hajajifurahia, hajajipenda, ananungunika. Kwa kweli kaumbwa badala ya kupokea ule mwili aliopewa na Bwana kwa moyo wa furaha na kumtukuza Bwana, akajifurahia, akaenjoy maisha. Mtu mmoja akasema, raha jipe nani? Jipe mwenyewe. Hata kama dunia nzima inasema kwa kweli wewe ni kama sio kitu, wewe usijikatae. Ulishaumbwa na Mungu, uko hivyo. Wewe ni mwanaume, jikubali hivyo. Wewe ni mwanamke, jikubali hivyo. Hauna sababu ya kusikia dunia inasemaje. Mungu alishafanya hivyo. Kaa ulivyo, tukuze Bwana, furahia maisha, ngojea safari ya kwenda mbinguni. Mpe Yesu makofi ya shangwe na vigeregere. Maana ukitaka kusikia ya watu yatakupoteza. Na watu wana maneno mengi sana. Hata kama ungeumbwa mwanaume wangesema tu, uwe mwanamke wangesema tu, uumbwe mrefu watasema tu, uwe mfupi watasema tu, unapua ndogo watasema tu, iwe kubwa watasema tu. Kwa hiyo wanadamu wako hivyo, lakini sio watu wa Kahama. Mpe Yesu makofi ya shangwe na vigeregere. Kwa hiyo tujue kwamba yani jinsi unavyopokea kwa Mungu wako, unavyojitazama mwenyewe, unapaswa kujifurahia, lakini kujiona kwamba ni bora sana. Maana umeaminiwa na ukapewa dhamana na Bwana ya kuwa wakili wa wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Mtu mmoja akaja akasema, mchungaji, naomba uniombee, nataka nipate mchumba. Alikuwa ni mdada. Na mimi nikamtazama, nikaona kwa kweli alikuwa ni mchafu. Kwa kweli alikuwa ni mchafu. Yaani ukiangalia hata nywele zake hajachana, hajaoga, miguu imechanika. Na mimi nikamuuliza, sasa wewe dada unataka kuolewa, na unajua ukiolewa unaongeza kazi, si ndio? Unaongeza kazi.
Kama tu wewe mwenyewe umeshindwa kujiogesha, ukasugua mguu, ukapiga mswaki meno yako, ukachana nywele, alafu akaja mbaba na suruali zake na mashati yake, hayo maisha yatakuwaje hapo? Nikamwambia dozi ya kwanza, ninaomba nenda ukaoge, fua nguo zako, chana nywele, kama ni kusuka na nini, basi uje tuombe ombi la pili nini, la kupata mchumba. Ukipata watoto, we mwenyewe kuoga hujui, hiyo nyumba itakuwa karibu na harufu ya choo. Baba hajaoga, mama hajaoga, watoto hajaoga, lakini wako duniani hapa. Hapana. Kwa hiyo wewe ni wakili wewe mwenyewe, ujitunze mwenyewe kwanza. Kama ni kula vizuri, kama ni kulala, lala pazuri. Jamani, kuna watu ambao wanapata fedha, hata kula halali pazuri ni mateso, lakini anazo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni wakili wa wewe mwenyewe. Tunza mambo yako wewe mwenyewe. Lakini pia ni wakili wa kwenye kupokea, umepokea nini kwa Bwana. Kuna watu ambao hawaridhiki, hata kama angepata kitu gani bado tu ananungunika, kama vile hajapata. Ukijifunza unapopokea chochote kwa Bwana, hata kama ni kidogo, ukajifunza kumshukuru Bwana kwa kile kidogo, kuna namna fulani ya baraka zinaweza zikaongezeka haraka sababu ya kushukuru. Lakini watu wengi dunia hii, kila siku watu wananungunika. Ndio maana wengine anatumia mpaka zaka, na anakuambia mchungaji, maisha yamekuwa tight sana, kwa hiyo acha nimalize kwanza madeni ya vikoba, alafu nitamtolea Mungu zaka. Na mimi nikwambie asubuhi ya leo kwamba hautaweza kutoboa kwenye maisha kwa kutumia zaka ambayo ni ya Bwana. Zaidi sana unafungulia mlango wa adui wa kupigwa na pengine kuishiwa kabisa, ukabaki na kula tu ukisubiria kifo. Sasa bahati mbaya watu washazoea kudanganywa kwamba utapokea tu magari, lakini bila uaminifu kwa kile ambacho amepewa. Yaani hata kama ni kidogo, jiunge na wengine kumtumikia Bwana tena kwa furaha. Kuna watu ambao wanasemwa walikuwa ni maskini kabisa, wale wa Makedonia, lakini walitoa wakasaidia walioko mjini Yerusalemu. Kwa kila mtu amekabidhiwa kitu na Bwana, hata kama ni kidogo lakini umekabidhiwa. Hata kama ni mtaji lakini umekabidhiwa. Unakitumiaje na unamtoleaje Mungu wako aliyekupa kile kidogo? Na unajua ukishindwa kuwa mwaminifu kwenye kidogo, hata ungepewa vikubwa utaharibu tu. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tusome kidogo kitabu kile cha Mithali 28 mstari wa 20. Mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele. Mithali mlango ule wa 28 mstari ule wa 20. Biblia inasema mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele, lakini afanyaye haraka kuwa tajiri hakosi ataadhibiwa. Mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele. Hebu sema tele. Kwa hiyo hapo usije ukasahau kwamba unahitaji baraka tele. Mzizi wake ni uaminifu. Na hapo ndio watu wengi sana wamefeli. Hata ukienda kwenye makampuni, ukienda kwenye makanisa, watu wanakosa uaminifu, kwa hiyo wanaharibikiwa kabisa. Wanaanza kutafuta mchawi na kukemea pepo. Kabla kukemea pepo, tukemee roho ambayo inasumbua watu kukosa nini? Uaminifu. Tumemwona huyu ndugu tuliyemsoma kwenye Luka hapa. Yeye kwa kweli kwenye kupokea alipokea. Shamba lake lilikuwa limestawi vizuri sana, akapokea. Lakini ninapoona hapa kwamba yani hakuwaza habari ya kumshukuru Mungu wake, hakuwaza habari ya malimbuko, hakuwaza habari ya fungu la 10, hakuwaza habari ya kwenda kumtukuza Bwana kwa ajili ya mazao yake. Aliwaza habari ya yeye peke yake, akiwa na imani ya kwamba uzima wa mtu uko wapi? Kwenye wingi wa vitu alivyo navyo. Na hapa kidogo nidokeze mambo mawili makubwa yanayofanya watu wakose uaminifu kwa walivyo navyo kwa ajili ya kumshukuru Bwana. Ni yako mawili. Jambo la kwanza, roho ya ubinafsi. Hebu sema ubinafsi. Sema tu kwa sauti, kwani sio wewe. Ubinafsi. Sema tena ubinafsi. Kwenye ubinafsi mtu anajiambia kwamba
sina vya kutosha, kwa hiyo siwezi kumtolea Bwana, bado nahitaji niongezee. Hayo ndiyo maneno ya mtu mbinafsi. Yani hata kama anacho, anasema sina vya kutosha, lakini pia bado nahitaji zaidi. Hawezi kufikiri habari ya mtu mwingine kumsaidia, hawezi kufikiri habari ya kumshukuru Bwana, maana bado havitoshi. Na mimi nikwambie, fedha haitatosha, magari hayatatosha, nyumba hazitoshi, kila kitu duniani haviwezi kutosha, ila inafika mahali tu tunapata roho ya kuridhika kwamba Bwana, yatosha, umenipa haya, yatosha, ukiniongezea ni neema, yatosha. Na kubwa zaidi ni uhai ulionao. Sasa mwenzetu alifikiri kwamba akitoa sadaka, akiwapatia wahitaji, ni kama ataishiwa. Kwa hiyo akasema, hata nifanyeje? Akasema, nitajenga ghala nyingine. Kwenye kutunza alikuwa vizuri sana, anasema nitunze sababu ya maisha ya baadaye. Na anasema sasa nina vitu vyangu vya kutosha kwa ajili ya maisha yangu marefu kwa miaka mingi sasa. Na akasema, akaiambia nafsi yake, sasa una vitu vingi, kaa furahi, kaa ule unywe. Sasa ndipo anasema, sijajua nani, anasema Bwana akamwambia, leo wanataka nini? Roho yako. Hajawasema ni nani, ni mapepo, ni majambazi, ila wanataka nini? Hajasema Mungu anataka nini. Anasema usiku wa leo wanataka roho yako. Nani yao? Hawajasemwa, lakini wanataka roho yake. Akauliza, sasa vile vitu ulivyoweka vitakuwa vya nani? Na kweli niseme, kuna watu ambao wanapata neema ya kuwa na maisha, wanapata neema ya kuwa na kazi, lakini wao wenyewe hawali vizuri, alafu hamtumikii Bwana, hawatoi sadaka, na siku anahama duniani hapa, anaacha bonge la kesi kwa ndugu, wanagombania mali zake, alafu na mbinguni kule uzimani anaukosa. Kwa nini? Hakuwekeza kwa Bwana, hakuwa mwaminifu, pengine alitoa kinyume cha uwezo wake. Yani ni hivi, Mungu hawezi kupima uaminifu wako nje ya uwezo aliokupa. Sema amina. Yani ni hapo tu. Kila mtu atapimwa uaminifu wake kwamba alipokea nini na akatumiaje na akatunzaje na akatoaje. Ni hapo tu. Ndio maana kwenye sadaka hatuwezi kulingana, maana kila mtu ana uwezo aliopewa na Bwana au kiwango cha Bwana. Aliyepewa vingi ataombwa vingi pia, aliyepewa kidogo kidogo pia. Kwa hiyo hayo mambo ni muhimu sana kuzingatia. Sio kwamba nitatoa kama fulani, fulani ni fulani, nitaishi kama fulani, fulani ni fulani. Kila mtu aishi kama alivyojaliwa, atoe kama alivyojaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Waweza kumpa Yesu makofi ya shangwe na vigeregere. Jambo la pili kwenye kukosa kutoa vizuri ni roho ya hofu. Roho ya hofu. Ya kwanza nimesema ni ubinafsi, kwamba sina vya kutosha, bado nahitaji. Lakini pili ni hofu. Wanaogopa kwamba sitapata vya kutosha, nataka kutunza nilivyo navyo. Yaani mtu akipata anafikiri kwamba hawezi kupata tena, kwa hiyo anatunza kwa ajili ya muda mrefu, maisha ya baadaye. Lakini kumbe maisha yetu hayategemei wingi wa vitu tulivyo navyo. Hata kama tunavyo, Mungu akiamua kutuacha tuondoke, tunaondoka. Vinginevyo ingelikuwa sio hivyo, watu wengi wasingeondoka duniani. Ingekuwa tunategemea wingi wa vitu, tunategemea fedha, vyakula na mengine mengi, watu wengi wasingeondoka. Lakini sasa uzima wetu unamtegemea Mungu aliyetuumba, na ndiyo maana baada ya uzima kupotea akauleta upya kwa njia ya kumfufua Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka niseme kwamba uaminifu ndio jambo la maana sana katika maisha ya uwakili wetu. Tuko duniani ila tunapita, tunaenda ng'ambo nyingine ya uzima wa milele. Kwa hiyo kama wakili unapaswa kuishi kwa tahadhari. Chochote unachopokea, chochote unachotumia, unachotoa, kiwe katika msingi wa uaminifu. Wengine wamekabidhiwa makampuni wakayaua. Amekabidhiwa mke akamng'oa meno. Kwani wapo hawapo? Jamani, wapo hawapo? Mbona mnaanza kupoa sasa? Nauliza, wapo hawapo? Amekabidhiwa mke ana meno yote,
akamfanya kuwa mpira wa kona, akang'oa meno. Utakuja kuulizwa kabisa. Na utaanza ile lugha ya Adamu aliyokuwa anazungumza. Amekabidhiwa shamba bustani Edeni, amekabidhiwa na mke, anaona kama Bwana alikosea kumpa mke. Mungu anamuita, uko wapi? Mbona umekosea? Anasema, si huyu mwanamke uliyenipa. Kwa hiyo Mungu amekosea kupatia mwanamke. Ukipewa na Mungu chochote, kithamini na ukitunze. Na wapendwa, mke sio wa kupiga wala sio kufokea. Mke ni wa kusema maneno mazuri na kutunzwa na kuombewa na kushauriwa. Nikiona mtu anapiga mke, mimi nafikiri anakuwa na shida kidogo. Mtu akiwa anapiga, yani mpaka ufike hatua ya kupiga mke. Yaani nimesema mke, unapiga mke kabisa mke. Lakini siku hizi wanapiga mpaka waume nao wanapigwa Anaachwa, anaambiwa, anarundikiwa pale nguo rundo, anaambiwa sasa nguo uzifue, mimi naenda kazini. Wewe si una kazi, fua nguo. Alafu mama akija hajafua nguo, mmeanza kupigwa naye. Anaambiwa, ukilia nikusikie. Hayo maisha sio yenyewe. Sisi wote ni mawakili. Umepewa mme umtunze, umepewa mke umtunze, umepewa mtoto umtunze, umepewa mfanyakazi mtunze, una bosi wako mtunze. Haya maisha ni kutunzana. Hebu sema kutunzana. Ndiyo, ni kutunzana na kuombeana na kutakiana baraka za nani? Za Bwana. Niliendaga familia moja, hawaitanagi majina. Utasikia, wewe mbwa njoo hapa. Anakuja mtoto, hii amekimbia kabisa. Ameshajua kwamba kule kwao wanaitana hivyo. Yaani hawana majina halisi. Wewe mbwa, wewe paka, wewe kuku, wewe jogoo njoo hapa. Anatembea kama kinyonga, njoo hapa. Yaani mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Tena Mungu alifikiri kabisa akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu. Unaanza kumuita mbwa kabisa, alafu wewe ni wakili. Huwezi kupona jehanamu haisi. Na mimi sikutumwa na Yesu nikudanganye. Jaribu kutafakari, ukae kama wakili mwaminifu, waite watu kwa majina yao na kwa heshima zao. Hata kama utaki, alishaumbwa ni mwanadamu, muite mwanadamu. Hajaumbwa kuwa mbwa, ameumbwa mwanadamu, muite mwanadamu. Hata kama na makosa na madhambi yake, muonye, lakini usibadilishe jina lake. Labda yale ya kujitakia wenyewe. Kwa mfano mtu akizini, utamuitaje? Jamani, simuongee kwa sauti sasa. Utamuita mzinzi. Akiiba, akilewa, ndio hiyo sasa. Na anayechelewa kazini wamuitaje? Sasa ametaka mwenyewe hayo ni yeye kataka, lakini yeye bado ni mtu. Usimuite majina ya wanyama, ni uwakili mbaya. Wanyama ni wanyama na mwanadamu ni mwanadamu. Thamani yao haiwezi kufanana, ingawa wote ni uumbaji wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na pointi ya mwisho kwa leo au kwa asubuhi ya leo, kwamba uaminifu kwenye jambo dogo ni barabara ya kupokea jambo kubwa. Kabisa. Uaminifu kwenye jambo dogo ni barabara ya kupokea jambo kubwa. Kuna watu wengi sana wanategemea kupokea mambo makubwa sana, lakini yale madogo wameyapuuza. Umepewa tu baiskeli, alafu umeivunja, wala hujaitengeneza. Unasema nataka pikipiki, nataka gari. Umepewa tu kufundisha Sunday school, unawafinya watoto. Unataka uwe mchungaji. Utapiga Wakristo wewe. Bwana asifiwe. Tunaanza na vitu vidogo. Mimi nina shuhuda za kutosha. Nilianza kuhubiri injili kwa kutembea kwa miguu, tena umbali wa kilomita wakati mwingine mpaka hata 70 natembea kwa miguu kabisa. Nilikuwa natoka nyumbani kule Singida Ndago, natembea kwa miguu, nakuja mpaka Igunga, nakuja mpaka Nzega kwa miguu, na begi langu begani, natembea siku 2 nafika, alafu napiga semina narudi. Baadaye nikapata baiskeli, nikawa natembea nayo, natoka Tinde mpaka Bukundi kule Meatu kwa baiskeli. Kuja kupata gari nimekaribia na uzeeni. Bwana asifiwe. Mpe Yesu makofi ya shangwe na vigeregere. Lakini kuna watu wanajitetea.
uwezo wanao kumtumikia Bwana, anajitetea kwamba sijapata, sijabarikiwa sana na nini. Baraka ni nini hasa? Baraka ni uhai ulionao. Ukiwa hai wewe ni mbarikiwa. Mpe Yesu makofi ya shangwe na mtu asikudanganye. Baraka ulionayo ni uhai ulionao, na baraka ya kipekee ni ile ya kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Ukimjua Kristo, wala hautalazimishwa kumtumikia Bwana, wala hautajitetea. Na ulimwengu wa sasa, watu wanatamani kutumia mpaka siku ya Bwana kukidhi mahitaji yao ili atoboe kimaisha. Unamkuta Jumapili anakuambia siendi kwenye ibada maana nilikuwa kazini wiki nzima, nataka nifue nguo zangu. Yani wewe kabisa kiumbe wa namna hiyo ambaye Bwana alikuumba, unatumia siku ya Bwana kwa kufua nguo, na wengine kwenda kuona shangazi na mjomba. Unaanza kuanzisha ugomvi kati ya Mungu na mjomba, kwamba kumbe mjomba amechukua nafasi ya nani? Ya Mungu. Na ndio maana hata ukiolewa, kama ulikuwa unaimba kwaya, usiache kuimba kwaya. Mimi nakwambia ukweli kabisa kwamba ulikuwa unaimba kwaya ukaolewa, alafu kaenda kwa mwenyekiti wa kwaya ukasema baba au mama, kwa sasa nimeshaolewa niko bize kutunza mume, unaanzisha ugomvi kati ya Mungu na mume wako. Nafasi ya Mungu mpe Mungu. Kama ulikuwa mtoaji, toa. Ulikuwa muimbaji, imba. Ulikuwa mhubiri, hubiri. Usiache kazi ya Bwana. Kisa nini? Umepata kitu kipya. Mmoja akasema ukipata kipya usitupe janini. Mungu ndiye muumbaji wetu. Hata hicho ulichopata ni Bwana amekupa. Usimwache Mungu peke yake. Zaidi sana ukiona kuna kitu kimeongezeka, kikusaidie kuendelea kuimarisha agano kati yako na Mungu wako. Ndio maana huwezi kushindana na mtu ambaye yani amemshika Mungu nafasi ya kwanza na anajituma kwenye kazi zake. Utaona baraka zinaongezeka, anazidi kupanda. Kwa nini? Amemweka Mungu mbele. Mweke Mungu mbele, nafasi ya kwanza, aliyekupa vyote ulivyo navyo, ili hata baada basi ya maisha haya akukaribisha kule mbinguni. Nasemaga hivi, yani usicheze na mtu ambaye unaenda kwake, utakuja kupata taabu sana. Bwana asifiwe. Na kama sio taabu itakuwa ni aibu sana. Nimalize kwa mfano huu ambao ni ushuhuda wangu. Miaka ya zamani sana nilikuwa natoka Singida kwa baiskeli na kuja nyumbani Ndago. Mimi ni wa Ndago jamani. Naendesha baiskeli, nimechoka sana, nikafika kijiji kimoja, nikasema hapa nipite niombe maji ya kunywa. Nimebanwa na kiu kweli kweli. Na bisha hodi hapo, ilikuwa ni nyumba ya bati ya mgongo wa tembo. Kuna mdada pale nje, binti anaosha vyombo. Nikasema nisaidie maji ya kunywa. Alafu akaniangalia miguuni hadi kichwani, akatema mate tu. Akaniambia baba, sisi hapa tunaga maji ya wapita njia, labda ukiweza kunywa ya kwenye ukoko, haya hapa kunywa. Na mimi nikamwangalia nikasema, dada samahani, sikujua kwamba nyumba hii hawapokeagi wageni. Nikaondoka na basikeli yangu, lakini nimeshamwangalia sura, nimeshamuelewa. Nikimwona nitamfahamu. Nimekaa nyumbani kwetu wiki mbili, wakatangaza kwamba kuna kwaya inakuja hapa kuimba Jumapili ijayo. Wakataja mtaa ule ule. Na ndio nimetoka chuoni, chuo cha uinjilisti Kiomboi, na nimepangwa nitakuwa mnenaji wa siku hiyo Jumapili hiyo. Ile kwaya ilipoingia Jumamosi jioni, wakasema wanakwaya sasa tunagawana. Mpo wangu mmoja alikuwa mwanakwaya wa kwaya ya pale Ndago, akachukua mgeni mmoja, kumbe ni huyo mdada. Mimi natoka machungani, nafika nyumbani nakuta pale kuna mgeni pale nje, wamekaa hapo na mpwa wangu. Nilipomcheki hivi nikasema ni yeye. Nikasema nikimkazia macho atanikumbuka, nitamnyima raha. Nikajifanya tu naangalia ng'ombe, nikaishia zangu. Baadaye nikamuita mpwa wangu wa kike, nikasema huyo mgeni mtunze sana. Kama nyumbani hakuna maziwa, nunueni maziwa anywe. Kama hakuna mboga nzuri, chinjeni kuku. Akaniambia, anko, huyu ni mchumba? Nikamwambia hapana. Mbona matunzo? Wewe mpeni tu.
Kweli wakatafuta maziwa akapewa, maji akaoga, chakula akala, safi kabisa. Na mimi nakaa naye mbali asinifahamu. Sasa balaa ikaja wapi? Kwenye ibada Jumapili yake asubuhi. Sasa si niko kule meza, ananiangalia, ili niliona wapi sura hii? Akaangalia, baadaye sasa akagundua. Nikasema Mungu nisaidie kwenye mahubiri haya nisitaji habari ya uchoyo wala kukataa wageni. Maana kuna baadhi ya watu ukimfanyia kosa anakusemea wapi? Kwenye mimbara. Hapana, kwenye mimbara ni sehemu ya neno la Bwana. Mambo yetu tuyamalize huko nje. Ndiyo, mambo yetu ni kule wapi? Nje. Tuitane, tuzungumze. Hapa ni neno la Bwana, watu wasikie injili. Bwana asifiwe. Mpe Yesu makofi ya shangwe na vigeregere. Sasa wakati pale mimi nahubiri, yule dada akaanza kulia. Watu wakasema labda injili imemchoma sana. Tulikuwa tunaimbaga inachoma hiyo injili, kumbe sio injili, ameshakumbuka. Sasa ibada ikaisha, wakasema mtaenda kula kwenye hoteli ya kanisa, na wewe mhubiri nenda na kwaya. Sasa nakaa hivi, naye akakaa pale hivi, macho kwa macho. Sasa kunikimbia hawezi, mimi kukimbia siwezi. Ikabidi ainue macho aulize, wewe mwinjilisti unaishi wapi? Si pale pajana pale. Sawa, lakini hujatembea kwenda Singida? Mimi nilishaendaga Singida. Hakuna siku ulipita mtaa fulani ukiwa na baiskeli Fonex? Nikamwambia hata sikumbuki rafiki yangu. Nazuga tu angalau nimpunguzie nini? Pressure. Uhitaji mtu kumpandishia nini? Pressure. Hata kama ni mkosaji, mlete polepole kwa Kristo ili atubu, usikaze kamba. Nikamwambia na labda ni mimi wapi? Akasema nyumba fulani mkono wa kushoto. Nimeshakumbuka. Kwani? Akasema baba, naomba unisamee. Akaanza kulia, naomba unisamee, nilikunyima maji ya kunywa, nimefikia kwenu, mmenitunza. Nikamwambia tangu sekunde ile ile ulishasamehewa, uwe na amani. Akafuta machozi, akajisikia furaha, akawa rafiki yetu na akapona kabisa. Mpe Yesu makofi ya shangwe na vigeregere. Nataka niseme hivi, sisi wote tuko hapa tunaenda mbinguni kwa Mungu. Usimkorofishe ukiwa duniani. Akitaka maji mpe, akitaka zaka mpe, kama ni shukurani mpe, kama ni jengo jenga, kama ni watumishi tunza. Mpe Yesu makofi ya shangwe na vigeregere. Sasa wewe unawatunza watumishi wa Bwana huku unawasimanga. Ingelikuwa sio mimi wasingekula. Wewe nani kasema? Watumishi wa Bwana wanakula tu. Kuna mmoja aliishi kwa mkate wa kunguru siku kadhaa, akaishi kwa mkate wa kunguru. Yani usiwatunze watumishi wa Bwana alafu huku unatukana au umekasirika au na kinyongo au kaanza kuwatangaza. Hata ukiacha hawatakufa na njaa, ila kuna mahali utakuja kuwakuta. Kuna mahali utakuja kuwakuta. Mungu anakuambia nalikuwa na njaa, hamkunipa chakula. Nalikuwa mgonjwa, hamkunitazama. Unaanza kuhoji, Bwana ni wapi? Anakuambia ulivyowafanyia wale wachungaji wako, wainjilisti wako, wadiakonia wako, wahubiri wa Bwana, wazee wa kanisa na yatima, ulinifanyia mimi. Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Muulize mwenzako, lakini umeelewa? Mwambie uaminifu. Na ningekuwa na nafasi ningekuuliza, mara ya mwisho kutoa zaka ni lini wewe? Nilikujaga hapa Nyakato hapa kufundisha habari ya utoaji Jumapili moja. Nikawaambia kuna watu wanatelekeza madhabahu zao, wanatuma zaka kila mwezi Kenya, Nairobi, Maswa, lakini hapa madhabahu ya kwao imemtambua labda mara moja kwa mwaka, ila anaingia hapo, anabarikiwa, anatoka, akishapata zinaruka juu. Hili ni pepo dogo dogo hili. Hebu nipungie namna hii. Nipungie namna hii. Mara ya mwisho kuleta zaka hapa ni lini? Au mara ya mwisho kumshukuru Bwana kwenye hii madhabahu ni lini? Au mara ya mwisho kuingia kwa mchungaji, kwa mdiakonia, kwa mwinjilisti ni lini? Unasema wacha wateseke mpaka watahama. Wewe, Mungu ana njia nyingi sana. Tunaimbaga ana mizungu mingi kulisha wanawe.
Na hii inafundisha kwa faida ya kila mmoja wetu. Uaminifu ndio maisha. Iwe ni mtumishi awe mwaminifu, iwe ni mzee wa kanisa awe mwaminifu. Na wengine wanadokoa mpaka sadaka. Hajui kwamba anabeba laana kupeleka wapi? Nyumbani kwake. Watu wanatoa sadaka wameziombea. Mwingine ana pressure, anasema Yesu, natoa hii sadaka iende na pressure huko huko. Wewe unaipokea, unaibeba, unaiba. Kumbe huwa ina kanuni ya kuombewa na kutakaswa. Unaenda unaitumia, unashangaa nyumba yote mnakuwa na mapresha. Mwingine anachukua sadaka, anasema Mungu, hii hasira hii imenichosha hii, nataka niiteketeze kwa njia ya sadaka. Anabeba sadaka, anasema wewe hasira toka uende huko huko, anaitoa. Unakuja unaibeba tu, mama unashangaa umeiba sadaka, alafu na nyumbani unapika chakula umekasirika. Wanaenda kula wote wanakasirika. Kwa nini? Umechukua ambacho sio cha kwako. Bwana asifiwe. Jamani, nilikuwa naweka tu msingi, niombe tusimame nifanye maombi, alafu nikualike jioni tuje tuendelee. Nitakuwa nanyi hapa mpaka Ijumaa jioni. Jumamosi ninaondoka asubuhi kuelekea Maswa kwa ajili ya kazi za huko. Tutulie tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mwema, wewe uliyetupa vitu vyote kwa upendo wako wa pekee, zaidi sana ukamleta mwanao Yesu Kristo, ulimtoa kuwa sadaka ya pekee. Hatuwezi kununua baraka zetu kwa njia ya fedha zetu, lakini kwa njia ya kifo chake Yesu Kristo umetubarikia na baraka nyingi mno za rohoni pia za mwilini. Ninawaleta mbele zako watu wako wote, Mungu, asubuhi ya leo waliosikia habari zako Mungu njema hizi. Ninaomba kila mmoja ukambariki Bwana, na ukasikie maombi na dua zake anazokuomba Bwana usiku na mchana. Pengine wengine kati yetu ni wagonjwa Bwana, unyoshe mkono Yesu, waguse waponye kabisa. Na walio dhaifu wape nguvu Yesu Kristo. Wanaohitaji mitaji Bwana ukawape, wanaohitaji nyumba Bwana ukawape. Kila mmoja kwa kiu yake Yehova Bwana ukampe, ukamtendee muujiza, ili Bwana akutumikie zaidi kwa moyo ukupenda kabisa. Tunamkemea kila alaye Bwana aondoke na kuachia uchumi wa watu wa Mungu. Bwana kuwabariki watu wako wote. Nami na wakabidhi wote kwako Mungu wa rehema, nikiomba ulinzi wako uwe na kila mmoja wetu, na damu yako Yesu Kristo ipate kuwapigania usiku na mchana, ili upate kutukuzwa. Kaa nasi utuhudumie katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Tukae tafadhali. Neno la Mungu